hilo jina, jina tulilopewa, jina, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, imba jina, jina la Yesu, hilo jina, jina tulilopewa, jina, jina la Yesu, jina la Baba, jina la Yesu, jina la ushindi, jina la Yesu, hilo jina, jina tulilopewa, jina, jina la Yesu, jina la Baba, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, hilo jina, jina tulilopewa, jina, jina la Yesu, jina la Baba, jina la Yesu, imba jina, jina la Yesu, jina, jina, jina tulilopewa, jina, jina la Yesu, jina lenye nguvu, jina la Yesu, jina la Bwana, jina la Yesu, jina la Yesu, jina tulilopewa, jina, jina la Yesu, jina lake Baba, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, hilo jina, jina tulilopewa, jina la Yesu, jina la imiza, jina la Yesu, jina linaponya, jina la Yesu, jina, jina tulilopewa, jina, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Baba, jina la Yesu, hilo jina, jina tulilopewa, jina, jina la Yesu, jina lake Baba, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, hilo jina, jina tulilopewa, jina, jina la Yesu, jina la Baba, jina la Yesu, jina la Baba, jina la Yesu, hilo jina, jina tulilopewa la Yesu, jina la Yesu, jina la ushindi, jina la Yesu, jina la komboa, jina la Yesu, hilo jina, jina tulilopewa tosha, jina la Yesu, jina lenye nguvu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Baba, jina tulilopewa kwa Baba, jina la Yesu, jina lake Bwana, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, hilo jina, jina tulilopewa
umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Nani kama wewe Yesu? Umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa.
atakayekuwa mwenye upendo, atakayekuwa mwenye huruma, huyo atakuwa rafiki yangu. Nataka kuwa naye rafiki, atakayekuwa mwenye upendo, atakayekuwa mwenye huruma, huyo atakuwa rafiki yangu. Hakuna rafiki, hakuna wa upendo na huruma kama Yesu. Hakuna rafiki, hakuna wa upendo na huruma kama Yesu. Ninataka kuwa naye rafiki, atakayeshikwa pamoja nami, nikishuhudia upendo wake, kama alikuwa ananipenda. Ninataka kuwa naye rafiki, atakayeshikwa pamoja nami, nikishuhudia upendo wake, kama alikuwa ananipenda. Hakuna rafiki, hakuna wa upendo na huruma kama Yesu. Hakuna rafiki, hakuna wa upendo na huruma kama Yesu. Maandiko ya Mungu yanaeleza kuwa rafiki yangu ni Yesu tu, aliyeanikwa msalabani, kwa damu yake alinunua. Maandiko ya Mungu yanaeleza kuwa rafiki yangu ni Yesu tu, aliyeanikwa msalabani, kwa damu yake alinunua. Hakuna rafiki, hakuna wa upendo na huruma kama Yesu. Hakuna rafiki, hakuna wa upendo na huruma kama Yesu. We thank God. Tunashukuru Mungu And this day, siku ya leo, because He is so much faithful to us. kwa sababu yeye ni mwaminifu sana kwetu. We are New Hope Life Mission Church, Sisi ni kanisa la Tumaini Jipya katika maisha, located here in Nairobi, iko hapa Nairobi, Kenya, Kenya, in Africa. katika Afrika. So we want to appreciate each and everyone, Tunataka tumpongeze kila moja, all our viewers. wale wote wanaotutazama, We were here because of you. wale wanasikia kwa sababu
We want to give you something here. Tunataka tuwape kitu mahali hapa. And I know it will bless you. Na najua ya kwamba itawabariki. First of all, allow us to pray. Sasa mweze kuturuhusu kwanza tuombe. Our Heavenly Father Jehovah, Baba wetu Jehova, we worship your name, we adore you. Tunainua jina lako, tunakuabudu. Thank you for mercy and kindness. Asante kwa sababu ya huruma wako upon for this generation. As we come to allow us, oh God, to give us your word. Tunapoenda kuleta andiko lako, Father, we pray for protection. Baba, tunaomba kibali that you may confront us, oh God. Baba, uweze kuwa pamoja nasi, because you are our God. Kwa sababu wewe ni Mungu. We remember our churches. Kumbuka makanisa zetu. We remember our servants of God wherever they are. Watumishi wako Bwana. Father, you may give them peace. Baba, wapatie amani. And chase them, oh God. Baba, uweze kuwasunguza. Because you are God. Kwa sababu wewe ni Mungu. Thank you because of your love. Kwa sababu ya upendo wako Mungu. Thank you because of your protection. Asante kwa sababu ya thank you because of your precious blood. Asante kwa sababu ya damu yako. As we continue worshiping you, tunapoendelea kukuabudu, nothing shall hinder us to worship you. Hakuna kitu kitakachotuzuia kuabudu. We give you glory. Tunakupa utukufu and honor. Na utukufu. In the name of the Father. Katika jina la Baba, the Son and the Holy Spirit. Na jina la Mtakatifu. We pray and to believe. Tunaomba na kuamini. The sermon of today. Yaani mada ya siku ya leo. We want to speak about the power in the name of Jesus. Tunataka kuzungumza juu ya nguvu katika jina la Yesu. Remember, we have so many names in the nations. Kumbuka kuna majina mengi katika taifa. But the name Jesus Christ, lakini jina la Yesu, it is above our names. Juu ya majina yote tulio nayo. And that is why the name of Jesus, ndio maana jina la Yesu, it means Yahweh. Inamaanisha Yahweh. Whereby it means inamaanisha the name Jesus, jina Yesu, was given because to save people from sin. Iko pale kwa sababu ya ukombozi wa watu. And that is why when you have the name Jesus, ndio maana unapokuwa na jina Yesu, you will never walk in sin again. Hauwezi kutembea katika dhambi. You will never walk in calamity again. Hauwezi kutembea katika But when you have the name Jesus, unapokuwa na jina Yesu, you are more than a conqueror. Wewe ni zaidi ya mshindi. So allow me sasa niruhusu to define how Jesus was came in this world. Wacha uniruhusu niweze kuelezea Yesu alikuja namna gani katika ulimwengu. In the book of Matthew 1:21, katika kitabu cha Mathayo 1:21, the Bible says, Biblia yasema, and he shall bring forth a son, na yeye atamleta mwana, and thou shall call his name Jesus, na jina lake ataitwa Yesu, for he shall save his people from their sin. Na yeye atakomboa watu wake kutoka kwa dhambi. And then that is the mission. Hiyo ndio njia why Jesus he came in this world. Ndio maana Yesu alikuja ulimwenguni to save us from sin. Kutukomboa kutoka kwa dhambi. Hallelujah. Hallelujah. Do you know why? Unajua ni kwa nini? Isaiah spoke to the people of Israel. Inaani nabii Isaya alizungumza na wana wa Israeli. In the book of Isaiah chapter 9 verse 6, katika kitabu cha Isaya 9:6, when he prophesied about Jesus to come to the nation, alipozungumza juu ya kuja kwa Yesu, he prophesied so many years ago. Yeye alisema kwa miaka mingi imepita. Then he said, na yeye akasema, for unto us, na sisi wote, a child is born, na mtoto atazaliwa, and us, na yeye, a child is given, na yeye atapewa, and the covenant shall be upon his shoulder. Na hata walinzi wote, viongozi wote watakuwa juu yake. So when Isaiah was prophesying about Jesus Christ, na Isaya alikuwa na tabiri juu ya Yesu Kristo, he was imitating other kings. Alikuwa anaambia watu kulingana na yale ambayo aliyokuwa. Who came to put people of God in a stray. Na alikuja kuondoa watu kutoka kwa dhambi. Then Isaiah said, Isaya akasema, there is a son was given to the nation. Kuna mwanaume ambaye anakuja katika nchi. And all the power shall be given unto him. Na nguvu zote zitakuwa juu yake. And his name shall be called Wonderful. Na jina lake ataitwa Mshindi. It means Jesus. Inamaanisha Yesu. Nothing you can't compare Jesus with anyone. Hauwezi kuchanganya Yesu na kitu kingine. When Jesus say he heal you, na wakati Yesu anasema atakuponya, nobody can say no. Na hakuna mtu atapinga. When Jesus will uplift you up, na Yesu atakapokuinua, actually there is no one. Hakuna yeyote who shall be counselor like Jesus. Ambaye atasema hakuna. So Jesus is our mighty counselor.
ukombozi. Jesus is our mighty God. Yeye ni mshindi Mungu wetu. Jesus is our everlasting Father. Yeye ni Mungu wa ushindi. He is the Prince of Peace. Yeye ni mshindi wa amani. So when you have Jesus, unapokuwa na Yesu, actually you have peace in your mind. Wewe uko na amani katika when you have Jesus, unapokuwa na Yesu, there is eternity for you. Kuna maisha ya milele. And that is why when you have Jesus, na ndio maana unapokuwa na Yesu, nothing shall hinder you to worship him. Hakuna kitu kitakuzuia kumwabudu. In the name of Jesus, ndio maana tunasema katika jina la there is salvation. Kuna ushindi. There is salvation. Kuna ukombozi. Even in the heaven, katika ulimwengu, also here on earth, hata katika ulimwengu. The name of Jesus, jina Yesu, is a very powerful name. Ni jina la nguvu. It is incomparable. Ni jina la nguvu. Every king the power before that name. Hata viongozi wa every nation the power before that name. Hata viongozi wanainama. Every tribe the power before that name. Hata pia mataifa yanainama. The name of Jesus, jina Yesu, is above the name. Ni jina kubwa. Let us see now. Wacha tuone sasa. In the book of Matthew chapter 1:23. Na unapoangalia katika kitabu cha Mathayo 23. Behold, the virgin shall be with a child. Na yeye atakuwa ni mama ambaye ni and shall bring forth a son. Na yeye atamleta mwana. And they shall call his name Emmanuel. Na yeye ataitwa Emmanuel. Which being the prayer is God with us. Na yeye inamaanisha ni Mungu pamoja nasi. So the name Emmanuel, jina Emmanuel, is the same the name Jesus. Ni pamoja na jina Yesu. Which means, nani inamaanisha? Wherever we go, mahali popote unaenda, wherever we do, chochote unafanya, Emmanuel is with us. Na yeye yuko pamoja. So when you cry, na wakati unalia, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, he will hear your cry. Na yeye atasikia kilio chako. When you pray, na wakati unaomba, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, he will come and bless. Na yeye atakuja. When you pass through calamity, you call about the name of Jesus, unapoita Yesu, he will come. Na yeye atakuja. And he will keep you. Na yeye atakuja. And that is why the name of Jesus, ndio maana jina la Yesu, is above all the name. Ni zaidi ya majina yote. It is incomparable. Ni zaidi ya majina yote. We love Jesus. Tunampenda Yesu. Because he is our Father. Kwa sababu yeye ni baba wetu. Because he is our lasting Father. Kwa sababu yeye ni baba wetu. Because he is our mighty God. Kwa sababu yeye ni baba wetu. When you say our mighty God, tunaposema Mungu wa when he will face you through war, hata kama anapitia shida, when people they cut upon you, hata kama watu watakuwa, then you call upon Jehovah, lakini unapomwita there Jehova, will be nothing. haitakuwa kitu. Remember the book of Nahum 1:12. Kumbuka kitabu cha Nahum. When they said they were passing through calamity of war, wakati watu walikuwa na, then they call upon the name of Jesus. walipoita jina la Then Yesu, God say, Yesu akasema, I will fight for you. Nitawapigania. Hallelujah. Hallelujah. Jesus the name. Yesu ndio jina. Praise the living God. Hallelujah. So in his name, katika hilo jina, we shall exalt him. Tunaendelea kumwabudu. In his name, katika hilo jina, we shall exalt him. Tutaendelea kumwabudu. Hallelujah. Amina. No other name. Hakuna jina lingine. Come. Tomorrow they die. Watu watakufa. The nation they raise. Yaani taifa litainuka. Tomorrow they will fall. Na kesho litaanguka. But the name of Jesus, lakini jina la Yesu, is there forever and iko pale milele na nothing shall remove the name of Jesus. Hakuna kitu kitaondoa. Even in the book of life, hata katika jina la nobody Yesu, can be able to remove it. Hakuna kitu And that is kitaondoa. why, hiyo ndio maana, in the book of Numbers, katika kitabu cha the Namba, Bible says, Biblia inasema, God is here yesterday, today, and forevermore. Yeye yuko leo, kesho na milele. Hallelujah. Hallelujah. Why do we need Jesus? Ni kwa nini tunataka Yesu? Because in that name, katika hilo jina, every knee kila magoti shall bow before him, yatapigwa, and every tongue, every tongue, wanaokuwa every tongue of Jesus. wao watakuwa na. So when you come in the name of Jesus, na kama also remember to confess. Na wewe unapoendelea kutubu, remember to confess sin, na uendelee and then you will be healed. Na wewe utapona. So in that name, katika hilo jina, is where we are baptizing people. Ndio mahali tunapatiza. When we baptize people in the name of Jesus, ndio maana tunapatiza watu kwa jina la Yesu. Jesus will remove the sin. Na Yesu anawatoa kwa dhambi. Jesus will
you. Na Yesu anaendelea kukuokoa. Then you will be a free man. Na ndio unakuwa mtu huru. And that is why, ndio maana when your people say the name of Jesus, ndio maana unaona watu wanasema you will receive the remission of sin. Na wewe utapokea nguvu. Then Jesus will be upon you. Na yeye atakuwa juu yako. So through the name of Jesus, kupitia kwa jina la Yesu, we shall be washed. Na wewe tutaweza kumwabudu. We shall be washed. Tutaoshwa. Then by washing by your sin, na kuoshwa dhambi zetu, you will be a free man. Tutakuwa huru. Remember, you and me, mimi na wewe, we are sinners. Sisi ni wadhambi. We are sinners. Sisi ni wadhambi. We went astray. Tulienda mbali. We are walking in calamities. Tumetembea katika dhambi. We are walking in iniquities. Tumetembea katika But when we follow the name of Jesus, lakini tunapoita jina, we shall be, na tutaoshwa. yeah, we shall be new. Na tutakuwa wapya. And that is why Paul is speaking. Ndio maana Paulo alikuwa anasema, the old have gone. Na vyote vimekwenda. And now, sasa imekuwa because the new has come. Fikiria mambo mapya. Then that is why we say, ndio maana tunasema, when we are in the name of Jesus, unapokuwa katika jina la Yesu, He will sanctify us. Utaweza kuchukua mshindi. Because it justifies our sins in the cross. Yeye aliweza kutushindia katika dhambi msalabani. Hallelujah. Hallelujah. The name of Jesus, katika jina la Yesu, is above the names. Ni juu ya majina yote. The name of Jesus, jina Yesu, is above the names. Ni juu ya majina yote. So what shall I do? Ni nini tunaweza kufanya? When I receive the name of Jesus, tutaweza kupokea kwa jina la Yesu. When I was washed in the name of Jesus, tutaweza kuoshwa kwa jina la Yesu. When I was now baptized in the name of Jesus, tutaweza kubatizwa kwa jina la Yesu. What shall I do? Ni nini tutafanya? We need to observe. Tunastahili kuchukua for the things above. Vitu ambavyo do not observe the things in the heavenly. Tusiangalie tu vitu vya ulimwengu. Do not love the world. Tusipende ulimwengu. Do not love the money. Tusipende. People they love money. Unajua watu wanapenda pesa. People they hate Jesus. Watu wanachukia Yesu. And remember the Bible says, lakini Biblia inasema, you need to seek for the kingdom. Tunastahili kwanza tutafute ufalme wa Mungu. And all the things. Na yote ambayo desiring for. Yale ambayo tunahitaji. What you are expecting. Yale ambayo tunahitaji. It shall come upon thee. Itakuja kukupa. So I want to encourage you. Ninataka nikuhimize. Our viewers. Watazamaji. You need to love Jesus. Unatakikana mpende. You need to love Jesus. Unatakikana mpende Yesu. Whether it's the day. Iwe ni usiku. Whether it is night. Hata kama ni usiku. As you wake up in the morning. Hata kama unaamka. Remember to exalt Jesus. Kumbuka jina la Yesu. Remember to love Jehovah. Kumbuka jina la Mungu. And nothing else. Hakuna kitu kingine. Then Jehovah said. Yesu akasema, if you receive me as Savior. Unaponipokea mimi ni kama Mwokozi. Even you demons. Utaweza kukemea hata dhambi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Even the demons they understand the name of Jesus. Hata mapepo yataweza kuelewa. So when you think about Jesus, unapozungumza juu ya Yesu, demons they will flee away. Na yeye atatoroka. Curse will flee away. Dhambi zitatoroka. Then you man. Sasa utakuwa you will be a free man. Utakuwa ni mtu huru. You will be a fresh man. Utakuwa ni mtu msafi. Without the name of Jesus. Bila jina la Yesu. You will receive a new aroma anointing. Unaweza kupokea upako mpya. Hallelujah. Hallelujah. By that name. Katika hilo jina. You shall speak in tongues. Utaweza kuzungumza kwa because of the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Remember in the day of the Pentecostal. Unapokumbuka katika when they received the new Jesus. They start to speak in the tongues. Sasa wanaweza kuzungumza. So when you have the name of Jesus, unapokuwa na jina Yesu, sign and wonders shall be your portion. Vitu unaweza kufanya mambo baya. So by having the name of Jesus, unapokuwa na jina Yesu, even the lame, hata wale ambao hawawezi kutembea, even the deaf, hata wale ambao wamekufa, they will stand again. Wataweza kuinuka. They will stand again. Wataweza kuinuka. There is power in the name of Jesus. Kuna nguvu katika jina la Yesu. And that is why the Bible encourages us. Ndio maana Biblia inatuambia. We need to believe in that name. Tunastahili kuamini kupitia hilo jina. We need to believe in the beginning there is a name. Katika mwanzo kulikuwa na jina. And that name is Jesus Christ. Na hilo jina ni Yesu. We need to believe in that name. Tunastahili kuamini kupitia hilo. So when that name, unapoamini kupitia hilo that shall hinder to worship him. Hakuna kitu kitakuzuia. We shall enter eternity. Unaweza kuingia katika umilele. Because the same name,
We are preaching here like Isama. ile ambayo tunazungumza The same name. Hilo jina. He is in heaven. Iko katika mbinguni. Nothing shall hinder him, my brother. Hakuna kitu kitakuzuia. Nothing shall hinder you to worship him. Hakuna kitu kitakuzuia. And the Bible says, Biblia through that name, kupitia kwa hilo jina. Tunampa Mungu. We need to give that glory. Kumpa Mungu because Jesus is our Savior. Kwa sababu yeye ni mkombozi wetu. So through that name, kupitia kwa hilo jina, we need to give thanks to Jehovah. Tunastahili kumpatia ukombozi. We say Jehovah, thank you. Tunamshukuru Mungu for preserving our life. Kwa sababu umetuweka hai. You say Jehovah, thank you. Tunasema Jehova asante. For giving him his marriage. Kwa sababu umetupa ndoa. Thank you Jehovah. Asante Jehova. For giving this certain job. Kwa sababu umenipatia hii kazi. Thank you Jehovah. Asante Jehova. To heal my body. Kwa kuponya mwili wangu. Thank you Jehovah. Asante Jehova. To give me a new hope. Kwa kunipatia thank you Jehovah. Asante Jehova. For this a beautiful wife. Kwa sababu ya thank you Jehovah. Asante for this a beautiful husband. Kwa sababu umenipatia in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We should give thanks to God. Unastahili kumpa Mungu sifa. Hallelujah. Hallelujah. And that is what the Bible says. Ndio maana Biblia yasema wherever there were two or three in his name. Wale ambao unapata ya kwamba wamekutana watatu kwa wawili. He is there with them. Wanapokuwa wakizungumza juu. So when you worship God, niko pamoja na wao. When you are two or three, hata kama uko wawili watatu, in his name, katika jina lake, Jesus is there. Yesu yuko pale. Then when you call upon the heaven, na hata unapoangalia mikono mbinguni, he will open his heaven na yeye atafungua. So the name of Jesus, jina Yesu, is above all the names. Ni juu ya majina yote. The name of Jesus, jina Yesu, is El Shaddai. Ni mwanzo. The name of Jesus, jina Yesu, he is Yahweh. Yeye ni Yahweh. The name of Jesus, jina Yesu, is our mighty warrior. Yeye ni mshindi. The name of Jesus, jina Yesu, is above all the names. Ni juu ya majina yote. When you have the name of Jesus, unapokuwa na jina Yesu, you walk over your sin. Unaweza walk over your problem. Unaweza kutembea. When you have the name of Jesus, nobody will be able to reach you. Hakuna mtu anaweza. Even somebody brings his magic art. Yes. They will find you being covered by the presence of God. Unapatikana and that is what through the name of Jesus. Unapoita jina Yesu, nothing shall hinder us to worship him. Hakuna kitu kitakuzuia. Nothing shall hinder us to exalt him. Hakuna kitu because his name is above all the names. Kwa sababu jina lake ni kubwa. We are a winner because Jesus is alive. Katika jina lake. We are a winner because Jesus is alive. Wewe ni mshindi kwa sababu. We are a winner because Jesus is here with us. Wewe ni mshindi kwa sababu. We are a winner because Jesus is alive. Wewe ni mshindi kwa sababu Yesu anaishi. Nobody shall hinder us to worship him. Hakuna kitu kitakuzuia. We shall walk like kings. Unaweza kutembea kama mfalme. We shall love like a millionaire. Unaweza kukua una furaha. Because Jesus is with us. Kwa sababu Yesu yuko na. Hallelujah. 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 And that is why we love Jesus. Ndio maana tunampenda Yesu. And that is why we need Jesus. Ndio maana tunamsoma Yesu. Remember, Jesus will never forsake you. Yesu hawezi kukuacha. Your mother can forsake you. Mama yako anaweza kuacha. Your friend can forsake you. Rafiki yako anaweza kuacha. But Jesus will never forsake you. Lakini Yesu hawezi kuacha. Your brother can forsake you. Baba yako anaweza kuacha. But Jesus will never forsake you. Lakini Yesu hawezi kuacha. Your parent can curse your life. Lakini baba yako anaweza kuacha. But Jesus, he came to bring peace where there is revival. Lakini Yesu alileta. And that is why I want to tell you this morning. Ndio maana nataka when you worship this man, when you fall down because of this man, you are a wonderful man. Nothing shall hinder you worship him. No matter how people have spoken evil upon your life, no matter how people have speaking evil upon your life, but when Jesus says you've been Christian, Yesu atakuinua. Nobody can hinder you. Hakuna mtu ambaye anaweza kushindana nawe. Let us love Jesus. Wacha tumpende Yesu. Let us worship Jesus. Wacha tumwabudu Yesu. He died, now he is alive. Yeye alikufa lakini sasa yuko hai. We give him glory. Tunampa utukufu. We give him glory. Tunampa utukufu. We give him glory. Tunampa utukufu. Because it's Jesus. Kwa sababu yeye ni Yesu. Because it's Jesus. Kwa sababu yeye ni Yesu. When you have Jesus, unapokuwa na Yesu, you will live utaishi a victory life.
katika maisha mazuri. When you have Jesus, Unapokuwa na Yesu, you will live wewe utaishi a victory life. maisha mazuri. Hallelujah. 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 I want to worship Jesus. Ninataka nimwabudu Yesu. I want to worship Jesus, David. Ninataka nimwabudu Yesu. I want to worship Jesus, David. Nataka nimwabudu Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana.